Ziwa Ikimba ni moja ya maziwa yanayopatikana halmashauri ya Bukoba mkoani Kagera. Ziwa hili limekuwa likitegemewa na wakazi wa vijiji vinavyolizunguka ambao kwa asilimia kubwa wanajishughulisha na shughuli za uvuvi na kilimo. Mnamo mwezi Machi mwaka jana, serikali ilifunga ziwa hilo kwa kipindi cha miezi 6 ili kupandikiza vifaranga vya samaki milioni 2 kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Hatua iliyochukuliwa na serikali baada ya samaki kupungua kwa kiasi kikubwa kutokana na uvuvi usiostahili kufanyika uliosababisha kuvuliwa kwa samaki wachanga. Matokeo ni makubwa. Kabla ya hapo ilikuwa uvuvi wa hapa ni kama tani 1.5 ya samaki. Lakini kutokana na matokeo ya leo na mahesabu ya kitaalam inaonekana kama kwa mwaka huu tutavua tani 13 na ziada. Na huu ni mkakati mkubwa wa serikali ya kuhakikisha kwamba tunaongeza uzalishaji katika sekta za uzalishaji ikiwemo sekta ya uvuvi. Nchini kuna nakisi ya kama 600,000 ya samaki. Watanzania wanahitaji kama samaki tani milioni 1.2, ambayo hii itafanya kila Mtanzania aweze kula samaki kama kilo 20 kwa Mtanzania kwa mwaka. Na hiki ni kiwango cha kimataifa. Kwa sasa Watanzania wanakula takriban samaki kilo 7.9 kwa Mtanzania mmoja kwa mwaka. Hiki ni kiwango kidogo. Tunatakiwa at least tuweze kula tani 20.2 kwa Mtanzania mmoja kwa mwaka. Kwa hiyo huu ni mkakati mkubwa sana. Tuliweka vifaranga milioni 2 katika ziwa hili, lakini bado ni mpango endelevu. Tunategemea kuongeza vifaranga vingine, lakini pia katika maziwa mengine madogo kuna mpango kama huu ili kuhakikisha kwamba uzalishaji unaongezeka. Benekson Kamgisha ni kiongozi wa uvuvi ziwa Ikimba. Anasema kuwa kupungua kwa samaki kulihatarisha shughuli yao ya uvuvi na kuishukuru serikali kwa kuja na teknolojia ya kupandikiza samaki, akidai kuwa uvuvi ndio atakaokuwa rizi namba moja wa ziwa hilo kudhibiti uvuvi haramu. Upungufu wa samaki ulisababishwa na uvuvi haramu ambao ulikuwepo katika ziwa letu la Ikimba. Na tushukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuona kwamba ni vema kutuongezea samaki zilizopandikizwa ndani ya ziwa letu. Na tunajua kwamba kipato kitaongezeka katika familia, na pili tunajua kwamba na afya zetu zitaboreka sisi wazazi pamoja na watoto wetu. Na lingine kufuatana na uvuvi haramu ambao ulikuwa umejitokeza katika ziwa letu, sisi wavuvi pamoja na wanajamii wote kwa ujumla tumesimama kwa pamoja kwa ajili ya kuzuia uvuvi haramu usiweze kuendelea tena na usiweze kujitokeza katika ziwa letu la Ikimba, ili kusudi tuendelee kuboreka na vitoweo ambavyo walitupandikiza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Birehema Amza, mkazi wa kijiji cha Ilango, anakiri kukosa kitoweo cha samaki kwa kipindi cha miezi 6. Anaamini kurejea kwa shughuli za uvuvi kutamfanya yeye na jamii ya Ilango kupata kitoweo hicho, huku akishukuru serikali kwa kuendelea kuimarisha ustawi wa ziwa hilo kwa kupandikiza samaki. Ziwa lilipofungwa na mimi nikaona ni kweli kama serikali imesema kwamba ziwa ifungwe, halafu baadaye tuje tupate masamaki mazuri. Vijazo kama wajukuu zangu watazikuta wanunue ile samaki kubwa, na wewe ukiwa umeiweka kwenye sahani unakula vizuri, unafurahiwa kuliko kula samaki tudogo. Athmani Abdara ni mwenyekiti wa kijiji cha Ilango, moja ya vijiji vinavyopakana na ziwa Ikimba ambako kwa kiasi kikubwa shughuli za uvuvi hufanyika. Anasema kuwa asilimia kubwa ya wananchi wake ni wavuvi na kwamba ana imani samaki waliopandikizwa watainua kipato cha wananchi wake. Kwa tumefikia ilikuwa sasa hata mboga au samaki zinazostahiki zilikuwa zipatikane. Tulianza kuvua samaki wadogo. Kuanzia nchi 3, nchi 2, 2.5 kuja 2, hatimaye watu wakaenda 1.5. Kwa hiyo serikali kwa kuangalia mbali na kuona sasa watu hawafaidiki na uvuvi uliomo, vile vile hawawezi wakafaidika hata kupata kipato, serikali ikaamua kuweka au kufunga ziwa hili kwa kipindi cha miezi 6, lakini bado tu wakati wa kufunga ikaamua sasa pana umuhimu wa kupandikiza samaki wengine ambao labda wanaweza wakaleta tija kwa wananchi aidha wa Ilango, lakini pia hata wananchi wengine ambao
wanapata mboga kutokana na ziwa hili. Na imani kwamba upandikizaji huu utatuletea tija ya kuweza kupata kitoweo kizuri, lakini pia kupata hata kipato ambacho wananchi wa Irango na wengine wanaweza wakanufaika. Tunachoenda kukifanya sasa hivi, kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba kila mvuvi anayeingia ndani ya ziwa hili amesajiliwa, amekuwa katika mfumo unaotakiwa na serikali, lakini pia mfumo ambao utatusaidia wavuvi kuvua uvuvi ambao si haramu, kutumia nyavu ambazo zinakubalika, kutumia mitumbi ambayo itawaletea usalama wao katika ziwa lenyewe. Lakini lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba kwa sababu ziwa limefunguliwa na tunategemea kupata samaki walio wengi, basi jamii iweze kupata kipato cha kutosha. Akifungua rasmi ziwa hilo kuruhusu shughuli za uvuvi kuendelea, Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi Dr. Edwin Mahede amesema kuwa 95% ya samaki watakaovuliwa ziwa Ikimba ni samaki waliopandikizwa, huku akiahidi upandikizaji zaidi wa vifaranga kwenye ziwa hilo kuendelea. Sasa upande wa wizara nikamuuliza anayesimamia eneo la uzalishaji wa vifaranga nchini. Yeye akaniambia mimi naomba hata wiki kesho tu nije nilete vifaranga. Naomba kuleta laki ngapi? Anasema 200,000. Sasa yeye akileta 200,000 mimi namtaka alete zaidi, alete vifaranga 400,000. Kwa hiyo ile 800,000 niliyosema ilisemwa kwa sababu tulikubaliana huko. Lakini kwa kuwa tupo na mheshimiwa DC hapa, tutaleta 200,000 zaidi tupate vifaranga 1,000,000. Na sio maneno ya kuhadaa watu. Tutaleta vifaranga hapa kabla ya mwisho wa mwezi ujao. Tuhakikishe kwamba eneo hili bado linaweza likawekwa stoku zaidi, ili tunapokuja majira ya mwakani tutakubaliana tena, tutajadili wenyewe kwa wenyewe. Tukiona tufanye hivyo tunafanya. Tukisema hapana ni nyinyi wenyewe. Ila sisi kazi yetu ni kuwapa elimu ili kupata tija ya mazao ya uvuvi na mpate uchumi mkubwa. Hatimaye teknolojia ya upandikizaji wa vifaranga vya samaki ziwa Ikimba imerejesha heshima na furaha iliyotoweka kwa muda kwa wananchi hawa. Ni wajibu wao kutunza rasilimali za uvuvi na kufanya uvuvi stahiki ili kunufaika na ziwa hilo. Hii ni TNTV, usahau kubonyeza na subscribe, like, kushare na comment.